Tutaenda kujifunza neno la Mungu lenye kichwa cha somo kinachosema viungo katika mwili wa Kristo. Tunasema kwamba viungo katika mwili wa Kristo. Unaweza ukajiangalie, jiangalie kuanzia juu, kama unaweza kuanzia utosi mpaka chini. Kila mmoja amejiona una mikono, una pua, una macho, una mdomo na kadhalika na kadhalika. Hivyo tunasema ni viungo vya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ni viungo vya mwili. Lakini tukirudi katika namna ya rohoni, wewe ni kiungo kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba viungo vya mwili wa Kristo ni wewe na mimi, ni waamini. Kwa hiyo ukisikia viungo katika mwili wa Kristo ni waamini, kwa maana ya kwamba mimi na wewe ambaye tunasema ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambao tumeungamanishwa pamoja na Kristo. Ambao tumeungamanishwa pamoja na Kristo, akiwa Yesu mwenyewe Kristo ndiye kichwa chake. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukasema kifupi kwamba viungo katika mwili wa Kristo ni waamini, au unaweza ukasema ni mimi na yule. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunavyofahamu ya kwamba kanisa ni mtu. Kanisa sio jengo. Kanisa sio mahali wanapokutania watu. Kanisa ni wewe. Kanisa ni mimi. Unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo wewe na mimi uliyemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ndiye tunayekuita kanisa, au wewe ndio unayeitwa kanisa. Hivyo basi, wewe kama kanisa ni kiungo ndani ya mwili wa Kristo. Wewe ndio unayemuunganisha Mungu, au Mungu amekuunganisha wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyokuambia kwamba unaweza ukajitazama una viungo, nikasema kwamba hivyo ni viungo vya mwili. Lakini pia majumbani tunatumia viungo mbalimbali, karoti, hoho, kitunguu, si ndio? Hivyo ni viungo vya chakula. Kwa hiyo Yesu Kristo naye ametuweka sisi kama viungo kwa kusudi lake maalum. Mwambie mwenzako wewe ni kiungo. Mwambie tena wewe ni kiungo. Sijasikia tena. Amen. Kwa tunasema kwamba kanisa la Kristo limefananishwa na viungo vya binadamu. Mwili wa Kristo umefananishwa na mwili wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umefananishwa kama mwili wa binadamu. Ndio maana nikatoa mfano kwamba mwili wa binadamu una viungo tofauti tofauti. Una mikono, una pua, una mdomo na kadhalika. Hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho kuna watu ambao ni vidole, kuna watu ambao ni mikono, kuna watu ambao ni pua na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukaangalie neno la Mungu katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari ile ya 12 na hadi wa 27. Aliye na maiki anaweza kutusaidia kusoma kwa haraka mpaka 27. Haleluya. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kwa wapi kusikia?
kama wote ni sikio tu, kuwapi kunusa? Bali Mungu amevitia viungo kila mmoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi, na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia, nacho na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma hapa katika neno la Mungu katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 12 mpaka 27. Tumeona jinsi ambavyo neno la Mungu linaelezea kwa habari ya viungo katika mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Ameelezea kwa undani mno. Ukianzia mstari wa 15. Akianzia mstari wa 15 hapa, Biblia inasema hivi: mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Mguu ukisema kwamba yeye sio wa mwili, je, sio wa mwili kwa sababu hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kusema kwamba sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Wewe ni kiungo, mimi ni kiungo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake, na Biblia humu ndani alipokuwa anasoma, amesoma kwa utulivu. Kuna mahali amesema kwamba viungo vyote vinatakiwa vitunzane, kila kiungo kithamini mwenzie. Sisi kama kanisa, sisi kama watoto wa Mungu ambao Mungu ametuchagua viungo katika mwili wa Kristo au viungo katika mwili wake, ametupa heshima kila mmoja, na kila mmoja amepewa kazi yake ya kufanya. Kwa hiyo hatuna sababu ya kusema au ya kujitetea na kuona kwamba huna kazi ya kufanya katika kanisa la Mungu au una kazi ya kufanya katika hema la Mungu. Unayo, kwa sababu wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauna sababu ya kujitetea. Nimetangulia kusema kwamba kuna wengine ni pua, kuna wengine ni mikono, kuna wengine ni miguu, kuna wengine ni macho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwangalie jirani yako. Mwangalie jirani yako. Sasa huyo unayemuona, yawezekana kwamba ndio macho yako ya kuona. Tunaongea katika roho sasa. Huyo unayemuona, yawezekana kwamba yeye ndio mguu wako unaotembelea. Bwana Yesu asifiwe. Huyo unayemuona, yawezekana kwamba yeye ndio mkono wako. Tunajua kazi ya mikono. Huyo unayemuona, inawezekana kwamba yeye ndio moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea katika roho. Hebu tuangalie neno la Mungu tena katika kitabu hiki cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 hadi 13. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 hadi 13. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Naomba urudie tena kwa sauti ya pole pole. Naye alitoa wengine kuwa mitume,
na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kama viungo katika mwili wa Kristo, nimesema kwamba wengine ni pua, wengine ni mikono. Mfano mzuri, ninapotembea nikajikwaa, Bwana Yesu asifiwe, nikijikwaa, macho, akili na kila kitu inaangalia pale kwenye mguu nilipoumia, si ndio? Si ndio jamani? Au uongo? Ukiwa unakatakata mboga, kisu kikukata, akili, macho, mdomo unafanya kazi yake, kila kiungo kinafanya kazi yake. Utaona mwingine anapulizia, utaona mkono unakimbilia kutafuta dawa kwa ajili ya kuweka eneo lilo. Hivyo hivyo katika mwili wa Kristo ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunavyoona mwili unavyotenda kazi au viungo vya mwili vinavyofanya kazi, vivyo hivyo wewe na mimi tuliopo ndani ya kanisa ni viungo katika mwili wa Kristo. Pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba wewe ni kiungo, nimesema kwamba wewe unaweza ukawa ni moyo wangu mimi unayesababisha nipumue. Tunafahamu kwamba kiungo muhimu moyo. Hivi leo uondolewe moyo, utakuwa salama? Utakuwa salama? Mwangalie mwenzako, mwambie unafahamu kama unawezekana kwamba wewe ni moyo wangu? Muulize tu, muulize, usimwogope. Muulize. Haja kujibu? Haya, muulize tena, unajua kama inawezekana kwamba wewe ndio ubongo wangu? Hajajua Kuna wengine hajaulizana. Muulize, je, unajua kwamba inawezekana kwamba wewe ni mapafu yangu? Kuna watu ambao bado hawajanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kwamba unaangalia katika namna ya mwili zaidi. Lakini nikwambie kwamba mhubiri wa asubuhi alisema kwamba wewe unavyojiona sivyo ndivyo Kristo anavyokuona. Na yawezekana kwamba saa hizi wewe ninavyozungumzia kwa habari ya viungo unaangalia katika namna ya mwili. Sio hivyo. Tunaangalia katika namna ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba aliwatoa wengine kuwa manabii. Ndani mwa hema la Mungu kuna manabii, kuna wachungaji, kuna wainjilisti, lakini kuna zile huduma 5 ambazo zinafanya kazi katika hema ya Mungu. Kwa hiyo yawezekana kwamba wewe ni mmoja wapo. Na sio kwamba inawezekana, ni ndivyo ilivyo. Wewe ni mmoja wapo. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu tena. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba wewe ni mapafu katika mimi. Kwa maana ya kwamba yawezekana kwamba maombi yako wewe ndiyo yanonifanya mimi nipumue. Yawezekana kwamba wewe katika kulitafakari na kulisoma neno la Mungu ndio linalofanya damu itembee ndani ya mwili wangu. Wewe ndio mapafu yangu unayenifanya mimi niendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie tena kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 12, angalia 14 mpaka 17, mmoja tusomee tena hapo. Wakorintho wa kwanza 12 14 hadi 17. Kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi. Mwili si kiungo kimoja, kama nilivyotangulia kusema. Una viungo vingi. Endelea. Mguu kisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Rudia tena hapo, mtumishi wa Mungu. Mguu kisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Mguu ukisema kwamba yeye sio mkono, uko wapi? Sio ndani ya mwili huo? Sio ndani ya mwili huo? Tuendelee. Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Bwana Yesu asifiwe.
Sikio likisema kwamba mimi si jicho, lakini bado lipo kwenye huu mwili, sasa liko wapi? Tuendelee. Kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Ndio. Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Amen. Bali Mungu amevitia viungo kama vile alivyotaka yeye. Kwa hiyo kumbe Mungu amekuweka hapa sio kwa sababu umetaka wewe, ni kwa sababu ametaka yeye. Pigie Bwana Yesu makofi. Umekuwepo hapa sio kwa sababu yako wewe, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu Mungu ametaka iwe hivyo. Amina, endelea. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Amen. Kama mwili ungekuwa ni kiungo kimoja, huu mwili huu ungekuwa wapi? Kama hivi viungo visingekuwepo, huu mwili ungekuwa wapi? Ndio. Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Amen. Lakini mwili ni mmoja, lakini viungo ni nini? Ni vingi. Kwa hiyo tunaweza tukajiona kwamba uko peke yako unayeomba kanisani, uko peke yako unayefundisha neno la Mungu, lakini unatakiwa ufahamu kwamba vipo viungo vingine ambavyo vinakufanya wewe unasimama kuwa kama mwana maombi, unasimama kuwa kama wewe ndio unayetoa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe hauna sababu ya kujisifu ama ya kujiona mnyonge ukaona kwamba wewe upo tu kwa bahati mbaya. Umekuwepo ni kwa sababu wa Mungu. Mungu ametaka mwenyewe uwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. Amen. Kumbe kuna viungo ndani ya mwili ambavyo unaweza ukaviona kwamba havina maana. Sasa tunapozungumzia katika roho, kuna watu wengine ambao wapo kwenye nyumba ya Mungu, ambao wakati mwingine unaweza ukaona kwamba hawana nafasi, hawana jukumu lolote katika hema ya Mungu, lakini kumbe ni watu wa thamani sana ambao wanatubeba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiona kwamba wewe umeokoka leo, unaweza ukajiona kwamba wewe ni mtu ambaye huna maana, unaenda tu kanisani kwa sababu tu unaenda, lakini unatakiwa utambue kwamba upo pale kwa sababu Mungu amekuweka na ana makusudi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna vitu vingine ambavyo kuna watu wengine ambao unaweza kaona kwamba hawana nafasi, hawana sababu yote hao kuwepo kanisani. Biblia inasema kwamba vile viungo ambavyo vinadhaniwa kwamba vina nguvu ndivyo vilivyo vinyonge, na vile ambavyo vinaonekana ni vinyonge vina nguvu katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Amen. Kumbe kuna viungo vingine ambavyo vina uzuri na kuna vingine ambavyo havina uzuri. Sasa Biblia inaelezea kwamba kuna vile viungo ambavyo vinadhaniwa kwamba havina uzuri katika mwili wa Kristo vina uzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kwamba ni wewe. Inawezekana kwamba watu wengine walikuwa wanakuona kwamba wewe ni mtoto mdogo. Inawezekana kwamba ndio wengine wanasema hivi wewe utatuambia nini, umeokoka jana tu hata wiki. Unaanza leo kujidai eti kuimba praise. Unaanza sijui leo eti kujifanya kwamba wewe ndio mwana maombi. Unaanza kujifanya eti leo wewe ndio unasimama madhabahuni eti wewe ndio unajua kufundisha. Kumbe wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Kwa hiyo usitamani kukatishwa tamaa. Unatakiwa uendelee mbele zaidi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe vile viungo ambavyo vimeonekana ndani ya kanisa kwamba ni vidhaifu, havina nafasi, Mungu ameviinua kwa makusudi yake mwenyewe. Endelea. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa. Mungu amekipa heshima zaidi kile kiungo ambacho kimeonekana hakina thamani. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Naongea na wana maombi, naongea na wana praise, naongea na watoto, watu ambao hawana heshima, watu ambao wanaonekana ni watu wa kawaida. Mungu amewapa heshima zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu wanaofanya usafi chooni, naongea na watu ambao wanadeki kanisa, naongea na watu ambao wanapamba kanisa. Tupo pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanaonekana kwamba wao ni wa chini sana, hawana nafasi ndani ya kanisa, Mungu amewapa heshima, Mungu amewaheshimu. Kwa hiyo Biblia inaelezea kwamba vile viungo ambavyo vilikuwa vinaonekana kwamba havina thamani, hivyo ndio vyenye thamani kubwa sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, unaweza ukamwona mwenzako kila siku anakuja kanisani, anaenda na deki choo. Na wakati mwingine unaweza ukampa jina kabisa, ukamwambia kwamba yeye ni mdeki choo, lakini huyo mtu ni wa thamani sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye anasimama madhabahuni anasema haleluya, yes Bwana, yaani yule mwinjilisti sijui mwalimu, yeye ndiye anaona kwamba mimi, haleluya, mimi ndio Mungu ameniweka. Yawezekana kwamba wewe ndio hauna heshima mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vile vidogo, vile viungo vidogo, wale watu wenye nafasi ndogo, Mungu amewapa heshima kwa kusudi lake maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe usiogope, simama, endelea na Mungu, fanya kazi ya Mungu. Usione kwamba watu wamekudharau, usione kwamba watu wanakucheka. Fanya kazi ya Mungu. Kuna wengine wanaenda kuhubiri masokoni, wanaona kama vile yani wao ndio watu ambao yani wamekataliwa, wanaona kama vile ni watu ambao yani wao ndio hamna kitu, lakini wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Usijikatae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome tena Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 15a. Mstari wa 15a, Biblia inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Rudia tena. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Naomba tusome pamoja. Wote tuna Biblia. Hebu tusome kwa pamoja hapa. Sijasikia. Tupo wengi sana. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliye kimbaumbao, mimi niliye bonge, kumbe sisi sote tuna thamani kubwa mbele za Mungu. Sisi sote tuna thamani kubwa mbele za nani? Mbele za Mungu. Soma tena Warumi 12, 4-5. Biblia inasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Biblia inaelezea kwamba sisi tuna viungo vingi, lakini viungo hivi tulivyo navyo havifanyi kazi moja. Kila kimoja na kazi yake, kila kiungo na kazi yake. Na vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, kila mmoja ana kazi yake na ana nafasi yake. Mwambie mwenzako una nafasi yako. Kule nyuma sijawasikia. Mwambie kama kiungo una nafasi yako. Ndio maana tuliposoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile 12, kuanzia mstari wa 12, tumeona kwamba kichwa hakiwezi kufanya kazi ya mkono, si ndio? Mkono hawezi kufanya kazi ya mguu,
Jicho aliwezi likafanya kazi ya mkono. Vyote hivyo Mungu ameviweka kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe na ili kufanya mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa mwaminifu katika eneo la wito wako ambao Mungu amekupa. Unapaswa kuwa mwaminifu katika eneo la wito wako ambayo Mungu amekuweka. Na ndio maana tumesoma kwenye ile neno la Mungu katika Waefeso kwamba wengine wametolewa kuwa ni manabii, wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, kwa sababu tu ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauna sababu ya wewe kurudi nyuma, hauna sababu ya kujitenga ukaona kwamba wewe hauna nafasi katika mwili wa Kristo. Wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa muhimu katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta mwingine kwamba kwa sababu Mungu amemweka kwenye nafasi, Biblia inasema kwamba uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Mungu amekuweka kama mwana maombi kwenye kanisa, lakini bado unategatega. Mara unaenda, mara uendi. Mungu amekupa kazi ya kuhudumia watoto wake kwa kuwafundisha neno la Mungu, kwa maana ya kwamba mwalimu, lakini mara unaenda, mara unategea, mara ukipangwa unajificha, mara unatoa sababu kama alivyokuwa amesema Lydia. Hatutakiwi kufanya hivyo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilitoa mfano ya kwamba ukianguka au ukijikwaa, viungo vyote vinakimbilia kuangalia eneo lile. Kwa maana hiyo, hata katika ulimwengu wa roho, sisi wote ambao ni viungo katika mwili wa Kristo, tunatakiwa kutazamana na kusaidiana na kubebana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuombeana, tunatakiwa kusaidiana. Kuna watu ambao akiona wenzie amepata changamoto ndio kwanza anafurahi, kimbelembele kiishi. Amezoea yani kukimbia tu mbele. Mchungaji akisema wanaotaka kutoa sadaka, huyu ameshakimbia mbele. Sijui kwenda kuwatembelea yeye kimbele mbele. Akome. Hatutaki kuwa hivyo wana wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Mungu atusaidie. Tunatakiwa sisi kuona kwamba ni viungo. Kila mmoja anatakiwa muone mwenzake kwamba ni wa thamani. Huyo mtu uliyekaa naye pembeni yako ni mtu ambaye ni wa muhimu sana. Nimetoa mfano wa viungo vya mwili kwamba bila moyo huwezi ukapumua. Mapafu yakiharibika unategemea hali inakuaje? Ubongo unapokuwa ufanyi kazi, mwili unakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika katika roho, kama muombaji akiwa hayupo, kama mwinjilisti hayupo, kama mwalimu hayupo, tayari hapo kiungo kinakuwa, mwili unakuwa umeumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiwe watu wa kufurahia tunapoona wengine wameumia, tunapoona wengine wamepata changamoto. Tunatakiwa tukimbiliane, tukumbatiane, kama jinsi ambavyo kidole, mikono, macho unaweza kukimbilia mguu unapokuwa umeumia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usome tena Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 16. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 16. Mstari wa 16 Biblia inasema, katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, kuukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, kuukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linazidi kutueleza kwamba sisi kama viungo vya mwili wa Kristo tumeungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Kwa msaada wa kila kiungo, kwa msaada wako wewe, kwa msaada wangu mimi, ndio maana wewe unasimama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema kwamba yawezekana kwamba hivi ninavyopumua sasa hivi ni kwa sababu ya maombi yako uliyoomba asubuhi.
au ni kwa sababu ya maombi yako uliyoomba jana? Pigie Bwana Yesu makofi. Unaweza ukamwona mwenzako kwamba leo ana mapafu mazima, ni kwa sababu ya maombi yako, ni kwa sababu ya yule aliyemtia moyo. Inawezekana kwamba mwenzako unayemuona leo yeye ni ubongo, ni kwa sababu ya pale ambapo ulienda ukamtia moyo alipokuwa amepitia kwenye changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Mwambie, wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Amen. Wewe ni kiungo muhimu sana katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo kumbe sisi wote tumeungamanishwa na Mungu kupitia upendo wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe umeungamanishwa leo, au upo leo ulivyo, ni kwa sababu tu ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu tu Mungu alikuheshimu, Mungu alikupenda, ndio maana ukawepo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe jinsi ulivyo unatakiwa umtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafahamu kwamba hata ndani ya nyumba kuna vyombo ambavyo ni vya thamani na kuna vyombo vingine ambavyo sio vya thamani. Mfano mzuri, tuna vyombo vya udongo, tuna vyombo vya miti, tuna vyombo vya plastiki. Lakini vyombo vile vya udongo tunavipa heshima kubwa, tunaviweka kabatini, si ndio? Lakini vyombo vile vya plastiki, vyombo vile vya miti tunaweka kwenye mabeseni, si ndivyo ilivyo? Sasa neno la Mungu linasema kwamba vile vitu ambavyo tumeviona kwamba ni vya chini, havina thamani, hivyo ndivyo Mungu amevipa heshima. Kwa hiyo hata leo unaweza ukamuona mwenzako kwamba ukaniona mimi hapa ukasema, yule kweli kikombe cha udongo anatakiwa kae kabatini. I say yule ni mtu wa maana sana. Lakini mwenzako wa pembeni yako mwingine ukamuona kwamba hiki kikombe cha mti kabisa, akifai hata kwenye beseni akiweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyojiona sisi ndivyo Mungu anavyotuona. Haleluya. Kwa hiyo wewe unaweza ukamuona mwenzako kwamba yeye ni kikombe cha mti, ana thamani, ana maana, ukakitupia kule nje, watoto wakavichezea kwa madange. Lakini kumbe huyo ni wa thamani sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye ile Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 20, ukisoma hapo utaona jinsi ambavyo neno la Mungu limeelezea kwa habari ya vyombo vya thamani na vyombo visivyo na thamani, au vyombo vyenye heshima na vyombo visivyokuwa na heshima. Naomba usome hapo sura ile ya 2 mstari wa 20. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 20. Ndio. Samahani, Timotheo wa 2. Ameni. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Rudia tena. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Soma tena na mstari 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe wewe uliyejitenga, uliyeamua kumkimbilia Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umesafishwa kwa ajili ya kazi njema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Umesafishwa, umetengenezwa kwa ajili ya kazi njema ya Kristo. Kwa hiyo kumbe ndani ya kanisa kuna watu wengine ambao tunawaona kwamba ni vikombe visivyokuwa na heshima, ni sahani za plastiki, ni sahani za miti, lakini kumbe Mungu amevipa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Mungu amevipa heshima kwa sababu ya mapenzi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe na mimi unatakiwa ufahamu kwamba ni viungo vya thamani, ni viungo muhimu kwa ajili ya kumjengea Mungu kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haupaswi kujidharau. Haupaswi kujiogopa. Haupaswi kujiona kwamba una nafasi, una maana. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe Mungu ni wa ajabu sana. Mungu ni wa ajabu sana. Ametufananisha sisi kama binadamu kama viungo vya heshima sana mbele zake, au ametufanya kuwa vyombo vya heshima sana mbele zake. Kwa hiyo hatutakiwi kujikataa, hatutakiwi kujikinai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kujikinai akaona kwamba yeye hana maana kabisa, hana thamani. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa thamani sana. Viungo. Kama jinsi ambavyo tumeona kwamba ili kwamba chakula kipendeze, kiwe kitamu, lazima uweke viungo. Na vivyo hivyo katika Kristo, hivyo viungo vinahitajika. Kuna mwingine ambaye ni karoti, kuna mwingine ambaye ni nyanya, na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa la Mungu, ndio maana Biblia inasema kwamba wengine wametolewa kuwa mitume, wengine kuwa manabii. Sio kwamba waliwekwa tu kwa bahati mbaya, wamewekwa ili kwamba waujenge mwili wa Kristo. Wamewekwa ili kwamba kupitia viungo vyao Mungu aweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama tulivyosoma hapa kwenye Timotheo, tumeona kwamba kumbe kuna wakati mwingine ambapo mtu anaweza akajiona kwamba yeye ni bahati mbaya, akaona kwamba yeye amekuja tu kwenye hema la Mungu labda kwa sababu tu alikuwa na mashetani, ameombewa, amepona, au kwa sababu tu alikuwa ana shida akaja kwenye hema la Mungu akaondolewa shida yake, kwa hiyo ndio maana yupo. Hapana. Wewe Mungu amekuweka kwa sababu ya kazi maalum. Kila mmoja Mungu amekuweka kwa kazi maalum. Mwambie mwenzako, wewe umewekwa kwa kazi maalum. Mwambie tena, umewekwa kwa kazi maalum. Mungu hajatuokoa tu tuje tukae hapa. Mungu hajatuleta tu kule tulikotoka tukawepo kwenye hema ya Mungu tuendelee tu kukaa. Biblia inasema kwamba mti uzao utaendelea kutiwa mbolea, utaendelea kutiwa maji ili kwamba uzidi kuzaa. Ule mti usiozaa unakatwa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mti usiozaa unafanywaje? Unakatwa. Sasa unatakiwa ujiulize kwamba wewe kama kiungo katika mwili wa Kristo unafanya nini? Ni kitu gani ambacho unakifanya katika hema la Mungu? Kwa sababu kuna mwingine anaweza kaona kwamba mimi nimeokolewa tu kwa neema. Hiyo neema ndio inanifanya niwepo kanisani. Mungu hajakuokoa kwa bahati mbaya. Kuna kazi ambayo Mungu anataka uifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi ya muhimu ambayo unatakiwa uifanye. Biblia inasema kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Wewe kama kiungo katika mwili wa Kristo unatakiwa uende ukahubiri Injili. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba umeenda wapi na wapi? Na kwenye Biblia ameelezea kwamba mpaka Uyahudi na Samaria yote. Sasa uwezi ukaniambia kwamba ni kweli kwamba tumemaliza Uyahudi wote? Ni kweli kwamba tumefika Samaria? Hapa Dodoma kuna watu ambao hawamjui Mungu. Kuna watu ambao hawajawahi kusikia habari za huyu Mungu. Sasa unatakiwa ujiulize kwamba umeujenga mwili wa Kristo? Kweli wewe ni kiungo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unatakiwa ufahamu kwamba hujawekwa kwa bahati mbaya kwenye kanisa la Mungu. Umewekwa kwa kusudi. Na kama hujui kwamba kwa nini Mungu amekuweka, unatakiwa muulize. Mungu umeniokoa katikati ya vijana wengi, katikati ya mabinti wengi, katikati ya wamama wengi, katikati ya wababa wengi, kwa sababu gani? Unataka nifanye nini?
lazima Mungu atakusemesha, lazima Mungu atasema na wewe, lazima Mungu atakuonyesha kazi ambayo amekuitia. Kuna wengine hapa ni walimu, kuna wengine ni wainjilisti. Tunafanya nini katika kumjengea Kristo, kujenga mwili wa Kristo? Je, umetambua nafasi yako? Je, unaitumikia nafasi yako inavyostahili? Hilo ni swali ambalo kila mmoja anatakiwa ajiulize. Wewe kama kiungo katika mwili wa Kristo, ni kitu gani ambacho unakifanya? Kwa sababu hujawekwa kwa bahati mbaya. Nimetoa mfano nikasema kwamba kama katika mwili kidole kina kazi yake, mguu una kazi yake, vivyo hivyo katika roho wewe ni kiungo katika mwili wa mwenzako. Yawezekana kwamba wewe ni mapafu yake, yawezekana kwamba wewe ni ubongo wake. Sasa unafanya nini ili kwamba ule ubongo uendelee kuishi? Unafanya nini ili kwamba ule mkono uendelee kuwepo? Ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya nini katika hema ya Mungu? Ni kitu gani ambacho unakifanya? Wewe na mimi ni swali ambalo tunatakiwa tujiulize. Yawezekana kwamba tupo kwa sababu tumekuwepo. Hapana. Mungu ametuweka kwa makusudi. Mwambie jirani yako Bwana Yesu asifiwe. Waliolala mwambie Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwamshe kabisa aliyelala. Kwa hiyo wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mungu. Unaweza ukajiona kwamba wewe ni mdogo, ukasema kwamba mimi kwanza bado ni mtoto. Yeremia aliambiwa kwamba utaenda. Si ndio jamani? Tunajua habari za Yeremia. Tena Yeremia alijitetea akasema kwamba mimi ndio kwanza nina kigumizi, nitaendaje kusema mimi? Lakini akaambiwa kwamba utatumwa na utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yeremia alijitetea, wewe na mimi sio ndo zaidi tunaojitetea? Mwingine hapa anasema sina hela mimi ya kwenda kuhubiri injili. Nitaendaje kuhubiri injili kule sijui Mlima West, au sijui nitaenda area C kwa namna gani? Mwingine anasema sina hela, mwingine sijui anajitetea kwa namna gani. Hayo matetezi mbele za Mungu hayatakiwi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo matetezi mbele za Mungu hayatakiwi. Tunatakiwa tusimame tuifanye kazi ya Mungu. Kwa sababu sisi ni viungo. Sisi ndio tunaoleta ladha. Na tena Biblia inasema kwamba sisi ni chumvi. Sisi ni nuru. Sisi ni vioo. Tunafanyikaje vioo? Ili kwamba tuweze kuwavuta wengine. Kwa sababu kazi ya Mungu sio kwa kwenda kuhubiri tu. Hata kwa matendo yako tu tayari umehubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema nani ataenda kunirekodia mimi ule wimbo niende nikaimbe kule ili kwamba watu wamjue Mungu? Hata ukaenda tu ukaimba ukapiga makofi, tayari hapo umefanya kazi ya Mungu. Tayari hapo umefanya mwili wa Kristo fanye nini? Ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuna sababu ya kujitetea. Hatuna sababu ya kujiogopa. Sisi sote tumeitwa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ni viungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kiungo cha muhimu ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo mwili wa Kristo unajengwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Halo. Tupo pamoja wewe ni mtu wa muhimu. Mwambie mwenzako wewe ni mtu wa thamani sana. Tena mwambie usikae kiolela ndani ya nyumba ya Mungu. Tusikae olela ndani ya nyumba ya Mungu. Tafuta kwamba ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka ndani mwako ifanyie kazi. Kama hujajua njoo lia mwambie Mungu mimi umeniokoa kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja tumeona kwamba viungo vya mwili ni vingi, lakini kila mmoja ina kazi yake. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo na sisi tulivyo. Kila mmoja ana kazi yake. Wewe una kazi yako, mimi nina kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe una kazi yako na mimi nina kazi yangu. Sasa yawezekana kwamba pasipo kujua mimi nafanya kazi yako. Tunahitaji Mungu atusaidie tuweze kujitambua. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu atusaidie tuweze kujua kwamba sisi ni wakina nani. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kwamba wewe ndio ulitakiwa uwe mhubiri wa leo. Yawezekana kwamba wewe saa hizi ulitakiwa uwe shuleni kule unahubiri, unawafundisha watoto neno la Mungu. Yawezekana kwamba saa hizi ulitakiwa uwepo sokoni, unawaambia watu habari za neno la Mungu.
lakini kwa sababu ya kutokujua, pengine ndio maana umekaa vile ulivyo. Lakini nataka nikwambie kwamba wewe una kazi yako ya muhimu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una kazi kubwa mno. Kwa mfano, ukiangalia neno la Mungu katika ile Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19 na kuendelea. Biblia imetupa agizo kwamba enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa sidhani kama kweli kwamba kila kiumbe kimekwisha kusikia habari za neno la Mungu. Kwa hiyo siku ya mwisho utakapoenda kusimama mbele za Mungu utaulizwa kwamba nilikuokoa, sikukuweka kanisani tu ukae tu. Kuna kitu ambacho alitaka ukakifanya. Je, kazi umefanya? Yawezekana kwamba Mungu amekuleta hapa ili kwamba wewe uwe ndio unayepita hospitalini kuwaombea wagonjwa. Umefanya mara ngapi? Ile siku ya mwisho inatisha kweli. Sijui itakuwaje. Mungu atusaidie. Kweli kabisa, Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe inawezekana kwamba kuna watu ambao walitakiwa wawe na macho waone, lakini sisi tumeyatoboa yale macho, au mimi nimeyatoboa yale macho kwa kutokusimama katika nafasi yangu, kwa kutokusimama katika wito wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia imetoa mfano mzuri sana kwa habari ya viungo vya mwili. Hivi viungo hivi vimefananishwa na mwili wa Kristo na utendaji wa kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kiungo muhimu sana. Usijidharau. Usijione kwamba una hela. Usijitetee sana mbele za Mungu. Wewe ni kazi yako tu bora kumuuliza Mungu kwamba wewe unataka nifanye nini. Hiyo inatosha. Mungu akishakwambia kafanye kile ambacho amekwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi hebu jiulize, kule mtaani kwako ulikozaliwa, je, ni kweli kwamba watu wote wamekwisha kuisikia habari za neno la Mungu? Natakiwa ujiulize, je, katika familia yako, je, ni kweli kwamba wote wamesikia habari za neno la Mungu? Kwa sababu tumeambiwa tuende mpaka Samaria, mpaka Uyahudi. Samaria maana yake ni kwa wenzetu ambao bado hawajamjua Yesu Kristo. Na Uyahudi ndio huko. Sasa sisi tumefika mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika mwisho wa nchi. Tumefika mwisho wa Dodoma. Kwa hiyo Dodoma yote inamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sidhani kama ni kweli. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi. Sisi wenyewe ni mashahidi. Kama tunavyoona ya kwamba unapokuwa unaandaa mboga, umeona kwamba chumvi haijakolea, unaongeza. Katika mwili wa Kristo pia ndio hivyo hivyo. Wakati unapoona kwamba umeenda kuhubiri neno la Mungu, au umeenda ukamsikia mtu anahubiri neno la Mungu, kuna mahali amepwaya, ni wewe ndio unatakiwa uongeze chumvi kwa maombi. Si ndio? Kwa kumtia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako tena, wewe ni wa thamani sana. Mwambie tena. Viungo jamani, viungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kweli Mungu atusaidie mwenyewe. Kwa hiyo kumbe kuna watu wengine ambao unaweza kuona kwamba yeye ndio mwenye heshima. Kumbe huyo mbele za Mungu yeye ndio yuko chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe hautakiwi kujidharau. Hautakiwi kujiogopa. Ile kazi ambayo Mungu amekupa unatakiwa uifanye kweli kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuongeze bidii. Biblia inaeleza kwamba kuna wale watu ambao walipewa talanta. Wengine walipewa 2, wengine 4, wengine 1. Lakini kuna wengine ambao walificha. Sasa hizo talanta, hivyo vipawa hizo ndio viungo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ndani ya kanisa sasa vipo. Yawezekana kwamba ni wewe ndio mmoja wapo. Sasa wengine waliona kwamba
zile talanta hazikuwa na maana, hazikuwa na kazi kwao. Ndio maana yule aliyekuwa amepewa moja akasema, kumbe wewe unijui wewe. Wewe unataka kuvuna tu kile ambacho hujapanda. Hatufanyi hivyo. Akaenda kafukia chini. Lakini ule wakati wa kulipwa ujira ulipofika, ndipo ilikuwa kwake kilio na kusaga meno. Si ndio jamani? Kwa hiyo na kwako pia Mungu amekuweka hapa. Ana kusudi. Ana kazi ambayo anataka uifanye. Ana kitu ambacho anataka ukamilishe. Kwa hiyo usiposimama vizuri, usiposimamia nafasi yako, utashangaa unakaa tu kanisani kama mtu wa kawaida. Mwisho wa siku, maana Biblia inasema kwamba mti uzao matunda ndio utakaothaminiwa, si ndio? Kama tunavyofahamu, hata tunapopanda mahindi, unapoenda kwenye lile shamba ukaona kwamba hili linalegea legea, unaling'oa, unaweka pembeni. Ndio hivyo. Kwa hiyo na ile siku ya mwisho pia ndio hivyo itakavyokuwa. Kuna mahindi mengine ambayo hayana sababu ya kuendelea, ambayo ndio Biblia inasema kwamba miti hiyo inakatwa. Ile miti ambayo haizai, ile miti ambayo inaonekana inakuwepo tu pale, lakini haina kazi yote. Ndio sisi hapa, inawezekana kwamba ni wewe, inawezekana kwamba ni mimi, inawezekana kwamba wewe ni kiungo, lakini hujitambui, lakini hujui kwamba wewe ni kwa nini upo mahali hapa. Upo tu kwa sababu ya bahati mbaya, au upo tu unaona kwamba mimi sina thamani yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuweze kujijua, maana kuto kujijua kwa kweli ni shida. Haleluya. Kwa hiyo utakiwi kukata tamaa, utakiwi kujiogopa, kwa sababu kuna mwingine ambaye anaogopa, anasema mimi ninavyovaa ile suti jamani, kweli leo nikafagie kanisa? Hapana Mungu jamani, hiyo sio kazi yangu. Mwingine akasema yaani nilivyo mrembo namna hii, nilivyo mweupe, kweli ndio nikawe wa kudeki choo kweli? Hapana Mungu, hebu angalia na wengine, kumbe hiyo ndio kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nini? Ndio kazi yako. Kwa hiyo unatakiwa uitumikie ile kazi ambayo Mungu ameweka ndani mwako. Ile kazi ambayo Mungu amekupa uifanye tena kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukaangalia tukaona kwamba hata yule aliyekuwa amepewa talanta 2, alikuja baadaye akaongezewa zingine ngapi? 2. Tena aliambiwa kwamba vyema mtumwa bora na mwaminifu. Sasa unatakiwa ujiulize kwamba je, wewe utaambiwaje? Unatakiwa ujiulize kwamba wewe utaambiwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamhitaji Mungu sana tusaidie tuweze kutambua kwamba sisi ni viungo vya muhimu sana katika kazi yake. Katika kazi ya Mungu sisi ni watu wa muhimu sana. Wewe ni mtu wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunasema kwamba kama viungo katika mwili wa Kristo tunapaswa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kutegemezana. Kama viungo katika mwili wa Kristo, kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye. Jambo la kwanza ni kutegemezana. Kutegemezana kuna namna nyingi. Kutegemezana kwa fedha, kutegemezana kwa maombi, kutegemezana kwa kutiana moyo, kutegemezana kwa kutembeleana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukidondoka, ukianguka, ukijikwaa, macho, pua, ubongo, akili zote zinakuwepo pale. Kwa hiyo ndio hivyo na sisi katika Kristo. Tunatakiwa kutegemezana. Tunatakiwa kusaidiana. Unapoona mwenzako anaenda kuhubiri Injili, mtie moyo. Hata tu kumwambia kazi yako ni njema inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwimbaji mmoja alisema kwamba tusidharauliane, tuheshimiane. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe huyo uliye naye pembeni yako unatakiwa umheshimu, kwa sababu hujui kwamba ana kazi gani katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, wewe una nafasi kubwa sana mbele za Mungu. Kwa hiyo kumbe hautakiwi umdharau.
Hautakiwi umuone kwamba ni yule tu jamani, yule fulani jamani. Hapana. Unaweza ukamdharau, lakini huyo ndiye anayekupa kupumua, huyo ndiye anayekesha na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wangu alishawahi kutupa ushuhuda, akatuambia hivi kwamba zamani walipokuwa wanaanza huduma walikuwepo na wazee sana, yaani wabibi, wababu ndio waliokuwepo kwenye kanisa. Sasa wakaendelea. Sasa siku moja kijana mmoja akawa ameokoka. Alipookoka akasema, ili kanisa lenyewe ni la wazee, mabibi tu ndio wamekaa kwenye hilo kanisa. Sasa mimi ni kijana, naenda kufanya nini? Sasa akasema kwamba siku moja ikawa imetokea kwamba kuna bibi alikuwa amefariki kwenye ile kanisa. Alipokuwa amefariki, Roho wa Mungu akawa anaugua sana. Akawa anaugua kwa sababu gani? Alikuwa amepoteza mtu wa muhimu. Kwamba yule akawa anasema kwamba akaelezea akasema kwamba yani yule bibi ndiye aliyekuwa anamuombea mchungaji. Sasa baadaye mchungaji akaanza kuona kwamba anarudi nyuma tu taratibu. Kama ni maombi anatangaza washirika tu wanaokuja kuomba, yeye haji kuomba. Kwa sasa Roho Mungu akawa ameugua kwa ajili ya hali ile. Lakini kumbe yule bibi ambaye aliondoka alikuwa na nafasi kubwa sana ya kumtegemeza nani? Mchungaji. Kwa hiyo kumbe wewe na mimi tuna kazi yetu ambayo Mungu ametupa, ambayo tunatakiwa tuifanye vizuri. Kwa sababu tusipoifanya vizuri hata Roho wa Mungu anahuzunika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe wewe unayejiona leo ni mtu ambaye ni wa muhimu katika kazi ya Mungu. Tunatakiwa kutegemezana. Tunatakiwa kusaidiana kwa maombi, kwa kutiana moyo, kwa kwenda kutembeleana na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu wengine ambao wenye huduma hizo sasa ndio unakuta kwamba asipomuona mwenzake kanisani, akitoka tu, ala, ulikuwa wapi leo? Mwana sijakuona kanisani. Kwa sababu hiyo ni nini? Ni kazi yake. Mwingine hajamuona mwenzie mwenye huduma ya maombi, ndio kwanza anakesha na Mungu msaidie jamani, Viki, mbona leo sijamuona? Mungu msaidie mtu fulani, sijajua na changamoto gani. Mungu kama ana ugonjwa mponye. Kwa sababu gani? Ni huduma yake, ni kazi yake ambayo Mungu ameiweka ndani mwake. Ndio maana nimesema kwamba kila mmoja ana kazi. Hatupo kwa bahati mbaya. Una kazi yako ya muhimu. Mwingine anasema ngoja tu nimpitiage mama fulani, sijamuona jana kanisani. Tayari hapo unaujenga mwili wa Kristo, umefanyika kiungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sijui ni wangapi ambao wametembeleana tu japo mara moja kwa wiki hii. Wangapi wamemtembelea majirani zao, ndugu zao? Kweli tunatakiwa kutegemezana, watumishi wa Mungu. Wangapi basi umemwombea mwenzako wiki hii? Mungu awabariki sana. Barikiwe sana. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kutegemezana. Unaweza kumtegemeza mwenzako kwa kumpa chumvi. Unaweza kumtegemeza mwenzako kwa kumpa nguo. Hiyo ndio namna ya kutegemezana. Kwa hiyo sisi kama viungo katika mwili wa Kristo tunatakiwa kutegemezana. Tunatakiwa kuombeana. Tunatakiwa kutiana moyo. Tunatakiwa yaani kazi nyingi. Hizo ni kwa ajili ya kufanya mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunasema kwamba kama kiungo katika mwili wa Kristo tunahitajiana sisi kwa sisi. Tunahitajiana sisi kwa sisi. Wewe kama kiungo ninakuhitaji. Mimi kama kiungo unanihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye Isaya sura ile ya 6 nadhani mstari wa 10. Sema kwamba wakasaidiana kila mmoja na mwenzake. Kuna mtu amepata hapo, asomee. Isaya. Ni Isaya
Samahani, nimesahau kidogo hapo. Anayefahamu atukumbushe jamani. Pale ambapo mgongeleaji akamtia moyo mwenzake akiisifu kazi yake ya kuwa ni njema. Sijajua ni Isaya ngapi, nimesahau kidogo, ila ni Isaya. Kuna aliyepata? Mtumishi wa Mungu, kuna aliyepata? Amen. Samahani, naomba tufike wote basi. Isaya 41 mstari wa 7. Anza mstari wa 6. Nitasoma. Isaya 41 kuanzia mstari wa 6. Inasema, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Mstari wa 7. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fuao, akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Okay, Isaya 41 mstari wa 6. Sauti ya pole. Wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fuao, akiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikaza kwa misumari isitikisike. Amen. Wakasaidiana kila mmoja na. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna Biblia, tumezifunga. Hebu tusome kwa pamoja pale, au tumesahau Biblia nyumbani? Tunamalizia jamani, tusichoke sana. Tusome 1, 2, 3. Twende kwa aya moja moja. Tuanze moja, tukifika sehemu ya koma tukome. Wakasaidiana kila mtu na. Ndio. Uwe na moyo mkuu. Wangapi waliowaambia majirani zao uwe na moyo mkuu? Wapo? Yaani waliona tu, walivyokuja tu akakuta kanisa limepagiliwa, akajua kwamba ni fulani amefagia, akamtia moyo, akamwambia yani uwe na moyo mkuu. Mungu akubariki. Wakasaidiana kila mmoja na. Hawa ni watu ambao wanaijenga, wanafanya kazi za ujenzi. Kama hawa walikuwa wanatiana moyo namna ile, je, sisi wapendwa katika Kristo, je, sisi tulio viungo katika mwili wa Kristo si zaidi? Bwana Yesu asifiwe. Naomba turudie tena hapa. Kipengele kinachofuata. Bwana Yesu asifiwe. Naipenda sana hii sehemu. Ninaipenda sana. Kwa sababu kama tukifanya hivi kama watumishi wa Mungu au kama viungo katika mwili wa Kristo, hakuna atakayerudi nyuma. Hakuna atakayekata tamaa katika kanisa. Hakuna ambaye hatofanya kazi yake. Kwa sababu gani? Tunatiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema kwamba kumbe tunahitajiana. Sisi kama viungo, kila mmoja anamhitaji mwenzie. Ndio maana hata wakati mwingine mchungaji tu asipokuambia Mungu akubariki, unasikitika, unaona kama mchungaji anipendi. Ukiona mchungaji haja kutembelea, unaanza
unaanza kujinungunisha, au yani mimi jamani, kwa nini nakoseaga nini mchungaji yani? Au mimi kwa sababu ananiona mimi mweusi sana. Kwa nini nimkoseaga nini? Lakini Biblia inasema kwamba wakasaidiana kila mmoja na mwenzake, wakatiana moyo. Kwa hiyo hata sisi kama watumishi wa Mungu tunatakiwa kutiana moyo, tunatakiwa kusaidiana, kila mmoja awe na sababu ya kumtia moyo mwenzie ili kwamba asonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kule tunarudi tunasema kwamba sisi ni viungo kwa kila mmoja. Wewe ni kiungo kwangu mimi. Wewe una nafasi ya kunifanya mimi nisonge mbele. Mimi nina nafasi ya kufanya wewe usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maombi yako, kwa kunitia moyo. Sasa hebu fikiria kama hawa wajenzi waliweza kutiana moyo wao kwa wao na wakasonga mbele, kila mmoja akaisifu kazi ya mwenzake. Hauoni jamani kama inapendeza? Si inapendeza mwenzako anapokutia moyo kama hawa wajenzi wao waliweza kutiana moyo kwa namna ile, ni zaidi sisi ambavyo tu viungo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilitoa mfano nikasema kwamba unapokuwa umejikwaa, mdomo unakimbilia pale kupuliza, macho. Kwa hiyo ndio tunavyotakiwa kuangaliana sisi kama sisi. Ndivyo tunavyotakiwa kuhimizana sisi kwa sisi. Ndivyo tunavyohitajiana sisi kwa sisi ndani ya kanisa. Kwa hiyo wewe mwinjilisti huwezi ukasema kwamba ni mwinjilisti tu natosha. Nikisema haleluya, watu wote kule nje wamesikia. Bado unamhitaji mwalimu. Bado utamhitaji mwana maombi ambaye atafanya neno la Mungu lisikike kwa viwango vya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata mimi mwalimu niseme kwamba mimi mwalimu tu natosha kufundisha kama Lydia alivyofundisha, natosha kabisa ndani ya kanisa. Bado utamhitaji mtu ambaye atatafsiria wengine kule nje. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna mwingine ambaye atahitajika kwenda kutia moyo hilo neno hilo lolisema. Kwa hiyo kumbe tunahitajiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo usimdharau mwenzie. Umuone kwamba ni chombo cha heshima. Umuone kwamba ni chombo cha dhahabu, kama tulivyoona kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili. Kwamba kumbe kuna vyombo ambavyo tunaviona kwamba vina thamani na vingine ambavyo sio vya thamani. Na katika ufalme wa Mungu ndivyo ilivyo. Kuna watu ambao wana nafasi kubwa sana mbele za Mungu. Wale ambao tumeona kwamba ni wa chini kabisa. Wale ambao tumewadharau, tumeona kusema hawa hapana. Hao ndio watu wa muhimu sana. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalie sana. Safari ya kwenda mbinguni sio lele mama. Tena Biblia mahali fulani anasema kwamba ajidhaniaye kwamba amesimama na angalia asifanye nini? Asianguke. Unaweza ukanidharau leo ukaniona kwamba sina nafasi kwenye maisha yako, sina nafasi kwenye kiroho chako, lakini kumbe inawezekana kwamba mimi ndio ninayekubeba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ni chombo chenye thamani sana. Wewe ni mtu wa muhimu mbele za Mungu. Kwa hiyo sisi kama viungo vya Kristo tunahitajiana, tunahitaji kutiana moyo. Tunahitaji kuombeana. Isitoshe tu kwamba uliniombea jana. Omba niombee kila siku. Inawezekana kwamba na mimi nakubrush kila siku. Wewe ndio unayekufanya upumue. Mungu mpe afya njema. Mungu msaidie. Mungu fanya hivi. Sisi ni viungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wababa huwa wanajua kusema mama leo chakula ulichopika wala akinogi. Kumbe nimeongea kama mtwana. Wanasema kwamba chakula leo hakina ladha. Kwa sababu gani? Amepunguza viungo. Vivyo hivyo katika mwili wa Kristo tunavyolegea katika huduma zile ambazo Mungu ametupa. Maana yake tayari kumbe tunapunguza nini? Tunapunguza ladha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako wewe ni kiungo. Mwambie tena. Wewe ni kiungo. Lakini pia tunasema kwamba kama kiungo katika mwili wa Kristo tunapaswa kutunzana na kupendana. Kama viungo katika mwili wa Kristo tunapaswa kutunzana na kupendana.
kama viungo katika mwili wa Kristo tunatakiwa kutunzana na kupendana. Biblia inasema katika Wakorinto, asema kwamba nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa nini? Hebu tufungue hapa. Nani amepata? Wakorintho wa kwanza 13. Ndio. Mstari wa kwanza. Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidii kitu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na taabu, kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Lililo kuu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwamba kama viungo katika mwili wa Kristo tunapaswa kutunzana na kupendana. Haleluya. Sisi kama viungo tunatakiwa kupendana, tuonyeshe upendo wa kweli, sio upendo wa kinafiki. Haleluya. Tuonyeshe upendo wa kweli, tujaliane, tutunzane. Kuna namna nyingi ya kumtunza mwenzie. Kuna namna nyingi ya kumtunza kimwili, kuna namna nyingi ya kumtunza kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunatunzana kiroho kwa kuombeana, kwa kutiana moyo. Hiyo ni namna ambayo tunaweza kutiana moyo kiroho. Lakini tukirudi kimwili, kadhalika ndivyo hivyo, kuombeana, kwenda kumtembelea mwenzako, kumpa mwenzako chochote kitu, tayari hapo umefanya nini? Umemtunza, umeonyesha upendo, umemjali, umemthamini. Kwa hiyo kumbe sisi kama viungo katika mwili wa Kristo tunatakiwa kutunzana. Bwana Yesu asifiwe. Shemasi umtunze mchungaji, mchungaji umtunze mshirika. Kutunzana, kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe ni mwalimu umtunze na mwinjilisti, ikiwa wewe ni mwinjilisti umtunze na nabii, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe wewe ni mtu wa thamani sana, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Yaani hata ujitetee kwa namna gani, bado Mungu anakuhitaji sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe hapa kwenye Wakorintho tumeona kwamba bila upendo hamna kitu. Kwa hiyo unaweza ukawa unaomba sana kanisani, lakini kama uonyeshi upendo hamna kitu. Unaweza ukawa unalia sana mbele za Mungu, ni mwinjilisti mzuri, ni mchungaji mzuri, lakini bado kama una upendo wewe sio kitu. Nadhani tumesoma wote kwa sauti ya upole, alisoma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama itakupendeza baadaye utaenda kusoma tena. Kwa hiyo kumbe sisi kama viungo, kwa sababu mimi leo siwezi nikachukua kisu nikakata mguu wangu.
Sitakuwa najiumiza, si ndio? Kwa hiyo na wewe haupaswi pia kumsengenya mwenzako. Kumsengenya mwenzako ni sawa na umejikata mguu, ni sawa na umejikata kidole, ni sawa na umejitoboa macho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe, kwa sababu sisi ni viungo, tunatakiwa kupendana, tunatakiwa kuthaminiana. Kila mmoja aone kwamba mwenzake ni wa muhimu. Hata kama yeye ni kazi yake ni kufagia nje kwenye vumbi, anafanya kazi yake kwa sababu Mungu ndiye amemweka pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe lazima ufahamu kwamba Mungu amekuweka kwa kazi gani. Ujitambue, ujielewe, ili kwamba umzalie Mungu matunda. Kwa sababu kazi ya kila mtu itapimwa siku ya mwisho. Nilikuwa ni mwinjilisti, nimefanya nini? Nilikuwa ni mwalimu, nimefanya nini? Mungu ametupa talanta nyingi, ametupa vipawa vingi, tunavifanyaje kazi? Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni viungo. Mwambie tena mwenzako, wewe ni kiungo. Mwambie tena, wewe ni kiungo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wazuri, mwambie mwenzako, wewe ni kiungo. Mwambie tena. Sauti siwasikii. Mwambie tena. Wangapi tunaombeana watoto wazuri? Nani amemwombea mwenzake jana? Hamjaombeana. Afu umemwambia mwenzako wewe ni kiungo. Wangapi wametembeleana jana? Hamjatembeleana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tena mwenzako, wewe ni kiungo. Amen. Kwa kila mmoja anatakiwa asimame kama kiungo. Biblia inasema kwamba kama kichwa kikisema kwamba mimi sio wa mwili, au kichwa kikisema kwamba mimi ni wa thamani kuliko jicho, utakuwa wapi huu mwili mzima? Utakuwa wapi? Sikio likisema kwamba yeye ni pua, au akisema kwamba yeye sio wa mwili, kuwa wapi kusikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameviweka viungo vyote kwa makusudi yake, kwa ajili ya mwili wake ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe ni kiungo cha muhimu sana. Nimetangulia kusema kwamba wewe ni mapafu kwa mwenzako. Kumbe inawezekana mwenzako leo anadonyoa, anarudi nyuma, mara leo yuko hivi, mara kesho yuko hivi, lakini ni kwa sababu tu wewe ambaye ni mapafu yake hujasimama vizuri. Wewe ambaye ni ubongo wake hujasimama vizuri, ndio maana yuko kama vile alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuhudumiana kama viungo. Tunatakiwa kupendana kama viungo. Tunatakiwa kuthaminiana kama viungo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye wewe umeona kwamba Mungu amekupa kazi kadogo, inawezekana kwamba ni kazi tu kadogo kwa kufundisha watoto. Ni kazi ambayo tumekuwa tukiona kwamba haina heshima kabisa. Mwalimu wa watoto. Tena vitoto vyenyewe vya miaka miwili. Vitoto vyenyewe kwanza havileti sadaka. Vitoto vyenyewe ndio kama hivyo tegemezi, ukaona kwamba ufai, ukaona kwamba una kazi yote mbele za Mungu. Mbele za Mungu wewe ni mtu wa muhimu sana. Walimu wa watoto, Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, kazi yenu ni njema. Amen. Kwa hiyo kumbe hatutakiwi kukatishana tamaa, kwa sababu sisi wote ni viungo katika mwili wa Kristo. Kwa sisi tulio viungo tunatakiwa kuthaminiana, kutiana moyo, tusikatishane tamaa, tusivunjane moyo. Maana kuna mwingine tu akishaona tu kama mwenzake kila Jumapili anatoa fungu la 10, anaenda hivi kweli? Hivi kwamba wewe unatoa wapi? Hebu niambie. Au unaibaga shoga? Hebu niambie. Au wewe mwenzetu unafanyaje yani? Yaani maana nakuona kila siku kimbele kutoa fungu la 10. Mara sijui wakitoa sadaka umeshakimbia mbele. Wewe mwenzetu unachimba hela. Hapo tayari unamvunja moyo, maana kama hutaki aendelee kufanya hivyo. Kwa sisi kama viungo hatutakiwi kufanyiana hivyo. Unatakiwa usifu kazi yake, umwambie hongera sana, Mungu akubariki, endelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Unamwona mwenzako asubuhi na mapema saa 11 amefika kanisani kwa ajili ya maombi, unaweza kumwambia hivi, kwani wewe unaga usingizi hata siku moja? Ina maana unaweza kunoji hata siku moja? Wewe kila siku tu kuomba hivi, kwani wewe uchoke? Hapo tayari unakuwa umemvunja moyo.
hapo maanake tayari umekiumiza kiungo mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio hapo sasa mwingine anakwambia anatoka kule chuoni kule Dodoma kule, anakuja mpaka huku kanisani. Unaanza kumwambia, kwani unatoa pesa inanili nauli yani? Unatoaga wapi? Ina maana una kitu kimoja ambayo unakaa bila kuja kanisani. Lakini mwenzako kumbe anajitumilia taji yake. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako anafanya nini? Anajitumilia taji yake. Ndio maana tunaambiwa kwamba ile siku ya mwisho kila mmoja atavikwa taji. Na kuna aina nyingi za taji. Kuna taji ya uzima, sijui taji ya nini, sijui taji ya dhahabu, sijui taji gani, sijui mimi sijui nitapewa taji gani. Kila mmoja anatakiwa ajiulize, kwa sababu utendaji wako ndio utakao kufanya wewe upate taji iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kumbe unaweza ukawepo wewe ukafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini wewe ukaenda tukapewa tukale taji ka uzima tu basi. Wenzako sijui wanapewa taji, wenzao wanapewa taji, wengine wanapewa taji, wewe usijui utapewa taji gani. Sijui utapewa taji ya kumsengenya mwenzie, sijui utapewa taji ya kumkatisha mwenzie tamaa. Tunatakiwa tujiulize. Bwana Yesu asifiwe. Viungo katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa kusaidiana, tunatakiwa kutiana moyo, tunatakiwa kufarijiana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaendelea kutafakari, unaweza ukasimama. Tunaenda kumalizia. Tunaweza tukasimama huku unaendelea kutafakari. Je, kweli umesimama katika nafasi yako kama kiungo? Yesu atakaporudi leo akakwambia wewe ni kiungo, nilikuweka ndani ya kanisa, nilikuambia ufanye hiki, nilikuambia utende hiki. Je, umefanya ipasavyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kwa habari ya Yesu alipokuwa ametembelea ule mti. Alipoona kwamba hauna matunda, ulikatwa. Yesu aliulaani ule mti na ukakauka. Kwa hiyo je, Mungu atakapotutazama, anapokuangalia wewe, je, anaona matunda kwetu au anaona nini? Je, umesimama kama kiungo kweli kwa mwenzako? Je, umesimama kama kiungo kweli kwa kanisa? Kwa sababu tumejifunza kwamba kama viungo tunatakiwa kutegemezana, tunatakiwa kutiana moyo, tunatakiwa kusaidiana, tunatakiwa kuhimizana. Bwana Yesu asifiwe. Ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza wewe. Takaribisha praise wakati tunaendelea kutafakari kwa ndani. Mwambie Mungu akusaidie.